Karibuni tena kwa mara nyingine. Leo ninapenda nizungumzie kauli ya Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi ya kuwataka Watanzania tukomae ili katiba mpya ipatikane. Jambo hili au kauli hii imechukuliwa kwa namna tofauti, jambo ambalo ni lazimu niseme kidogo. Sasa kabla sijazungumzia ninachotaka kukisema, ningependa kila mtu asikilize nini Makamu wa Rais ameongea. Sikiliza kwa makini sana kipande hiki cha video ambacho Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi anasema Watanzania komaeni. Sikiliza kwa makini ili uje uelewe ninachotaka kuja kukisema kule baadaye. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningewaambiwa hebu Makamu wa Rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye mwafaka katika taifa, katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo, si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania. Ili uwe na hakika ya kupata katiba mpya, moja ya mambo ambayo ni muhimu sana, ni utashi wa kupata katiba wa rais aliyoko madarakani. Sasa niwaambie bila kuwadanganyeni, kwa mujibu wa katiba yetu, rais anapokaa kwenye kikao cha baraza la mawaziri, baraza la mawaziri haliamui, linashauri. Mawaziri wanapokaa na rais wanamshauri rais, rais ndiye anaamua. Kwa hata ajenda za baraza la mawaziri anayeamua ziingie zitoke ni rais. Akisema hii haitaingia miaka 100, haitaingia. Ndio maana mimi nilipokuwa katibu mkuu wa chama, wakati nasimamia uandishi wa draft ya ilani ya uchaguzi ya CCM, kamati ya ilani ya CCM tuliwapa kazi ya kutafuta maoni nchi nzima kujua watu wanataka nini. Na katika maoni walisema Watanzania wanatamani katiba mpya. Wakaja kuniambia Watanzania wanataka katiba mpya. Nikamwambia mwenyekiti wa ile kamati na wenzake, nikamwambia sikilizeni, jambo lenyewe zuri, lakini sasa hivi tayari tuna mgombea wa urais na tunategemea atakuwa rais. Ni vizuri atuhakikishie kwamba atalisimamia hilo, tusiliweke kitu ambacho hakitatekelezwa. Tukakubaliana, na mimi nikaenda kumuona Mheshimiwa Rais wakati ule kama mwenyekiti wangu wa chama, mimi katibu mkuu. Nikamwambia Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imekuja kuniona ya ilani. Inasema moja ya mambo makubwa waliobaini kwa wananchi walipotembea huko, wananchi wanataka katiba mpya. Nimekuja kukuuliza, una utashi, unataka ili jambo liingie kwenye ilani ya CCM? Akanijibu hivi, Katibu Mkuu,
Tume ya Haki Jinai niliyoiunda katika moja ya mapendekezo yake nayo ilibaini kwamba Watanzania wanataka katiba mpya, na niliwaahidi kwamba nitalitekeleza. Siwezi kuacha ahadi yangu, liwekeni. Sasa nasema hivi, ningekuwa na njia ya kuwaambia Watanzania jambo hili kwa siri bila hata rais kusikia, ningefanya kwamba jamani, rais analitaka, sukumeni. Lakini mazingira ya ruhusu, inabidi tuniseme kwenye jukwaa kwamba jamani, ili Rais Samia analitaka, anataka litekelezwe. Ni vizuri tukatumia fursa hii ambayo rais analitaka likatekelezwa. Na Tume ya Haki Jinai ilishauri kwamba lifanyike kabla ya uchaguzi wa 2028 wa serikali za 29 wa serikali za mitaa na uchaguzi wa 2030. Lakini pia hata tume ya juzi ya Chande na yenyewe imesema katiba mpya hiyo imepatikana by mwaka 2028 ili tumike 29 na 30. Komaeni hapo. Tusisubiri aje rais ambaye hataki katiba mpya. Katiba iliyoko sasa rais binafsi ataitaka tu kwa sababu inampa nguvu zisizo na maana. Tusiruhusu tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari Mama Samia kaonyesha anania hapo. Niwaambie nini muelewe? Nafikiri kila mtu amesikia makamu wa rais alichoongea, na kama ulitulia kumsikiliza, naomba ufuatane na mimi sasa ili uweze kuelewa hasa nini kiko nyuma ya pazia. Kwanza ningependa tumfahamu Dr. Emmanuel Nchimbi ni mtu wa namna gani. Mimi kwa kiwango kidogo ninachomfahamu nitashirikisha wenzangu ili pia muweze kumfahamu. Dr. Nchimbi ni mtu wa kanuni, mtu wa misimamo ambayo huwa haibadiliki, na ni mtu wa kufata taratibu, ni mtu wa kufata kile ambacho amekubaliana na viongozi wenzake, mtu wa kufata kanuni za taasisi aliyokuwepo na sheria ya taasisi aliyokuwepo. Kwa kiasi kidogo nimemfahamu Dr. Nchimbi. Wakati fulani nilikuwa na programu ya kusaidia kompyuta Chama cha Mapinduzi. Nilifanya hivyo kwa mkoa wa Dar es Salaam muda kidogo kama miongo miwili iliyopita, kwa wilaya zote za Dar es Salaam za Chama cha Mapinduzi pamoja na mkoa. Wakati ule wilaya ziko 3. Niliwapa kompyuta na nikawapa mafunzo viongozi wote wa chama wa wilaya hizo, makatibu na watendaji wengine. Nilipomaliza Dar es Salaam nikaenda kwa Ruvuma, nikafanya hivyo kwa wilaya ya Songea mjini na Songea vijijini. Lakini katika kufanya hivyo pia nikabahatika kusaidia ofisi ya mbunge wa jimbo la Songea mjini, Dr. Emmanuel Nchimbi. Pale ndipo nilipokutana na kufahamiana na Dr. Emmanuel Nchimbi. Niliweza kuongea naye na kumsoma kwa ukaribu zaidi. Awali akiwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, mimi nilikuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya tawi, yeye ngazi ya taifa. Lakini nilikuwa namsoma kama kiongozi wangu, sikuweza kupata nafasi ya kukaa naye kwa karibu kumtambua. Safari hii nilipokuwa na programu ya kusaidia chama kompyuta na kufikia hadi ofisi yake, nilipata nafasi ya kukaa naye na kuongea naye. Nilimtambua ni mtu mmoja makini sana, makini kuliko unavyoweza kuelewa. Lakini ukiacha hilo, miaka ile ya 2015 kuelekea 2015 uchaguzi, Dr. Nchimbi alikuwa upande wa Lowassa
alikuwa anamsupport, anamuunga mkono Edward Lowassa, na inafahamika kabisa hata mijadala mizito iliyokuwepo kwenye vikao vya chama pale makao makuu kipindi kile inafahamika. Lakini mwisho wa siku Lowassa aliondoka Chama cha Mapinduzi na kwenda upinzani. Hakuna asiyefahamu, kwa watu wenye umri wa kutosha waliokuwepo wakati ule wanafuatilia, hakuna wimbi kubwa lililotikisa nchi la watu kuondoka CCM kama wimbi lile lililoletwa na Edward Lowassa mwaka 2015. Watu wazito wengi waliondoka, watu wazito wengi waliacha Chama cha Mapinduzi, lakini Dr. Emmanuel Nchimbi alibaki kwenye Chama cha Mapinduzi. Alibaki na msimamo wake, hakuondoka na Lowassa, pamoja na kwamba alikuwa ni mtu ambaye anamuunga mkono. Kwa hiyo unaweza ukapata picha kwamba pamoja na kumuunga mkono sana Lowassa, lakini alibaki kwenye Chama cha Mapinduzi. Hivyo alikuwa kwenye utaratibu wa chama wanachokubaliana na viongozi wenzake katika chama, kwamba chama kwanza. Sasa katika hili labda watu tuelewe kitu kimoja, makamu wa rais anafanya kazi na rais. Kwa historia hii ya kusimama na taasisi, tujaribu kuangalia sasa kauli yake. Je, anaenda tofauti na taasisi? Anaenda tofauti na viongozi wenzake? Anaenda tofauti na wakubwa wake na mkubwa wake? Ukisikiliza alichokiongea Dr. Nchimbi mpaka mwishoni, unaweza ukapata picha kwamba anachokiongea Dr. Nchimbi hakitokani na yeye mwenyewe na ujasiri wake yeye mwenyewe. Amepewa ujasiri na mkubwa wake. Anachokiongea ni kile ambacho anakaa na wanaongea na mkubwa wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ingekuwa kama jambo hili halina baraka zake, kwa vyovyote makamu wa rais asingethubutu kusema chochote katika mtazamo wa kuwahimiza watu walete katiba wakati rais mwenyewe hajaonyesha interest. Kwa maana hiyo makamu wa rais anazungumzia interest ambazo rais anazo, na katika maelezo yake ameshaweka wazi, mwishoni ameshaweka wazi kwamba rais anataka hicho kitu. Sasa watu wanajitokeza na kuanza kumkosoa makamu wa rais, kumfanya msaliti, aonekane msaliti. Wengine wanaandika kwamba aliapa kutetea katiba, lakini sasa hivi anaonekana kupingana katiba. Sijui wanaizungumzia katiba ya magari, kwa sababu katiba haijawahi kuzuia mabadiliko ya katiba. Katiba haizuii. Sasa yeye anapingana na katiba kwa namna gani? Na ameshasema rais anabariki hilo jambo, amebariki hilo jambo, ameeleza kuanzia wakati wa kutayarisha ilani ya Chama cha Mapinduzi, ameshaeleza na hata sasa mitazamo ya rais ikoje. Mtu anatoka kule anasema makamu wa rais anapingana na katiba aliyoapa kuilinda. Mwingine anaandika kwamba makamu wa rais alitakiwa kujiuzuru, amegoma kujiuzuru. Hayo maneno yanatoka wapi? Na nani amemtaka makamu wa rais ajiuzuru, ikiwa mkubwa wake mwenyewe anabariki jambo hili? Lakini juzi tu hapa Rais Samia amezungumzia haja ya katiba, amezungumzia masuala ya maridhiano na amezungumzia hatua za katiba. Sasa bado watu wanaendelea na kufikiri kwamba makamu wa rais yuko kinyume na rais. Huu ni upungufu wa mawazo. Tunatumia vibaya mawazo yetu, tunatumia vibaya akili zetu katika kutafakari nini kinachoendelea katika nchi. Makamu wa rais yuko sambamba na Rais Samia, wamepambana pamoja, wameingia Ikulu pamoja na wanafanya kazi pamoja ya kuitengeneza Tanzania katika mazingira yoyote yale ya sintofahamu. Wanapambana pamoja katika kuweka mambo sawa. Sasa ningeomba msikilize pia Rais wa Jamhuri ya Muungano
anasema nini kuhusu katiba, halafu unganisha na nini alichoongea makamu wa rais, ili uweze kupata picha kwamba hawa watu wanatofautiana, hawa watu wana mivutano, badala ya kukimbilia kuchukua neno moja na kutembea nalo katika harakati zinazoonyesha kuna malengo mahususi ya kuwagombanisha ili nchi isitawalike. Kuna malengo mahususi ya kutaka kuwatenganisha hawa watu wasifanye kazi vizuri kwa pamoja, jambo ambalo mimi naamini halitawezekana na tujiepushe nalo, kwa sababu linaweza kuwa na madhara makubwa sana katika nchi. Kwa hiyo naomba usikilize nini rais anaongea, alafu utafakari uweze kuona hichi kinachozungumzwa, kinachochapishwa kwenye magazeti kuhusu makamu wa rais, makatuni zinazochorwa zina malengo gani, na tuwatafakari hawa watu wana malengo gani na serikali kwa ujumla, wana malengo gani na viongozi kwa ujumla. Twende na nchi hiyo. Ndugu zangu, nimesema nitakutana na vyama vya siasa kwa mwaka mara 3 ili tujadili yaliyopo nchini kwetu, maendeleo yetu kiuchumi, kijamii, kisiasa, kwa sababu hakuna mwenye nini wanasema hati ya kusema mimi hii nchi ni yangu, kwa nitafanya ninavyotaka. Maendeleo ni ya wote. Democracy is about shared prosperity, shared responsibility before prosperity. Ni kuwajibika kwa pamoja, na tukiwajibika kwa pamoja serikali inatenda iliyowekwa na chama kilichoshinda, lakini mbele huko faida ni kwetu sote, si ndio? Sasa nikasema katika kikao hiki tuzungumze machache, lakini wapitishe kidogo kwenye hatua tuliofikia, na nianze na hatua za kisiasa. Hatua za kisiasa, mara ya mwisho tulipokutana tulikuwa ndo kwanza tumetoka kwenye vuguvugu lile lililotupata. Kwa hiyo tukakaa na wagombea wenzangu tukasema tunakwendaje sasa. Wakasema, na wakati ule kulikuwa kuna tume ya Jaji Chande haijawasilisha taarifa yake. Tukasema ngoja iwasilishe taarifa yake, halafu tukutane tuone tunakwenda vipi. Kama mlivyosikia, tume imewasilisha taarifa yake, lakini baada ya tume tumeunda tume nyingine ambayo tayari tumeshaiunda na karibu tutaizindua. Na hii ni ile tume iliyopendekezwa ndani ya taarifa ile, tume ya kutafuta sasa investigation, nani hasa kahusika kwenye kuingiza nchi yetu kwenye mambo yale. Nani kahusika, nani alichochea, nani alifinance, aliyedhamini yale mambo ni nani. Tumeunda tume hiyo. Kwa upande mwingine kisiasa, kama mnavyoona tuko vizuri, lakini mwenzetu mmoja bado anaendelea kutafakari. Tunaendelea kupokea misukumo yake, conditions zake, matakwa yake, tunaendelea. Na ndo mambo yanavyoendeshwa kwenye nchi. Lakini kwa upande mwingine, kwa upande wa Zanzibar, tumepiga hatua kubwa na hatua nzuri sana. Ule sitofahamu ambayo ilikuwepo, wakubwa wetu marais wastaafu wametusaidia kuendesha mazungumzo mpaka tumefikia pahali tumekubaliana, na kama mlivyoona tulisaini. Kazi kubwa iliyoko mbele yetu sasa kuzungumza na kutekeleza yale ambayo yamo katika tulioyasaini. Tuzungumze tunataka mwelekeo gani, tunakwendaje, tunakwenda vipi, na wenyewe wakimaliza haya tunakwenda kwenye suala la katiba pia. Tunakwenda kwenye suala marekebisho ya katiba ya Zanzibar kutokana na mambo walio yazungumza. Na kwa upande wetu tukimaliza tume hii ya nani ni nani, na hatusubiri kumaliza, tayari nadhani tutakuja kwenu. Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba. Kazi ya kuilinda Tanzania, ndugu zangu, ni yetu sote. Ni yetu sote. Hii si nchi ya mmoja kama anavyoongea. Ni yetu wote.
Mtindo tulionao ni demokrasi, kuingia uchaguzi na nikashinda, fanya serikali, twende. Lakini kuilinda nchi na mali zetu Mungu alizotubariki ni kazi yetu sote, na ndo kazi ambayo sasa hivi tunayo kama Watanzania. Hiyo ndo kazi ambayo tunao. Serikali tutaongoza, lakini nanyi mtufuate nyuma kwenye kulinda nchi hii. Kuna watu wanadhani kwamba nchi ikisambaratika ni Samia na Chama cha Mapinduzi ndio watakaoumia. Hapana, tutaumia wote, na sio sisi tuliopo tu, vizazi vyetu. Na mimi ndivyo vinavyoniumiza kichwa. Ikiwa leo sisi tupo, hali ni hii, vizazi vyetu kule mbele inakuwaje? Kwa hiyo vyama vyote vya siasa lazima tujenge vizazi imara, lazima tujenge vizazi imara. Baada ya kumsikiliza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naamini umeelewa hasa kwa upana makamu wa rais yuko katika mstari gani, kama anaenda mstari tofauti au yuko kwenye mstari mmoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao wote kwa pamoja wanataka ipatikane katiba mpya na wapo katika hatua za kufanya katiba mpya ije ipatikane. Na kiufupi, haya mambo sio kama kukaanga mayai na kuchemsha mayai tunakula saa hiyo hiyo yameshaiva. Ni hatua na ni mchakato ambao unatakiwa upite kwa kina, kwa uangalifu mpaka ufikie hitimisho lake. Baada ya kusema hayo, naomba nikukaribishe kusubscribe kama hauja subscribe, ili nitakapokuja na hoja nyingine usipitwe, uwe wa kwanza kupata taarifa. Karibu sana. Mungu akubariki.